watarudi katika nchi yao. Kwa hivyo wafurahi, kwa sababu ukombozi wao Mungu amewaidia atawatoa kutoka utumwani. Kwa hiyo wawe na furaha ya kweli ambayo Kristo mwenyewe ataileta kwao. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote unagusa mambo matatu. Kwanza, Yakobo anawaandikia watu wake kwamba wanapomngojea Bwana, wanapomsubiria Kristo aje, wawe na uvumilivu, wasiwe watu kukata tamaa kutokana na magumu yanayowasili. Wamngojee Kristo mwenyewe wakiwa na subira. Kwa hiyo wawe na uvumilivu, lakini wawe na subira. Na la tatu, wajenge matumaini yao mbele ya Kristo mwenyewe ambaye ndiye atakayewapa tuzo kwa maisha yao mema. Injili inatuambia kwamba jibu sasa la Kristo analolitoa, wakamwambie Yohane kwamba yale anayoyasikia, basi Kristo yuko kazini. Lakini kwa nini Yohane alituma watu kwenda kumuuliza Yesu kwamba wewe ndiwe yule au tutegemee mwingine? Wakati huo tumeambiwa yeye ndiye aliyemtambulisha Kristo kwa watu. Tukumbuke kwamba kulikuwa na makundi mengi yaliyokuwa yakimhubiri Kristo, yakimtaja Kristo. Sasa Yohane anaposikia yeyote, na wakati huo yeye yuko gerezani, anataka kufahamu kwa uhakika zaidi ni Kristo yule aliyemtambulisha au mwingine. Ndipo anapotuma hawa watu wakapate uhakika, kusudi furaha yake ikamilike. Na Yesu anamwambia kwamba matendo yanayotendeka yanajieleza kwamba Kristo ndiye huyu ambaye amekuja kwa ajili ya kuwakomboa watu. Kama ni hivi basi, sisi katika Dominika hii ya Furahini tujiulize, ndugu zangu, sisi tunapomngojea Kristo mkombozi wetu, sisi tunapomngojea Mungu aje kutupa tuzo kwa maisha yetu, tufanye nini? Na sisi tumuulize Kristo kama Yohane alivyotuma wanafunzi wake wakamuulize, waweze kuwa na uhakika. Sasa sisi tufanye nini? Yako mambo mengi, mimi nisema machache. Jambo la kwanza, sisi kama Wakristo tutimize majukumu yetu vema, tutimize majukumu yetu ipasavyo katika mazingira yoyote yatakayokuwa nayo. Yohane Mbatizaji, pamoja na kwamba yuko kifungoni, bado anataka kujiridhisha juu ya huyu Kristo, bado anaendelea kuhubiri, kuwaadibisha watu, kujitayarisha kwa ajili ya kumpokea Kristo. Sisi katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Majilio tunajiandaa kwa ajili ya ujio wake Mungu atakapokuja kutuita sisi. Tutayarishe maisha yetu kwa kutimiza majukumu yetu vema. Na kwa namna ya pekee sisi Wanazenge, basi hili somo leo limefika mahali pake. Tuna majukumu mengi yanayohusu ujenzi wa kanisa letu la parokia na vyote vinavyokuwemo. Na wajibika katika wajibu huo ipasavyo. Mimi kama Kristo natenda wajibu huo kadiri ya miongozo na maelekezo tunayopewa na viongozi wetu, na hayo yanisaidie mimi kujiweka tayari, kujitayarisha kwa ajili ya ujio wake Kristo mwenyewe ninapotimiza majukumu yangu ya Kristo
kanisa inavyotushauri, inavyotuongoza. Saidia kanisa lako kwa sadaka na huduma. Jambo la pili, tuwe tayari kuwasaidia wengine wanaohitaji msaada yetu. Tuwe tayari kuwaongoza wengine ili kwa njia yetu, kwa njia ya maisha yetu, matendo yetu, maneno yetu, wamtambue Kristo na furaha yao ya kuelekea Kristo itimie, ikamilike. Lakini kwa sababu ya neno lako ulilokulisha limempa mwanga na ustahili. Ndiyo kazi ambayo Yohana Mbatizaji aliifanya, kuwasaidia watu wamrudie Mungu, watengeneze njia zao, watengeneze maisha yao yakamwelekee Kristo. Ni wajibu wetu sisi sote kusaidiana ili kuyafanya maisha yetu yakawe ni mbele za Mungu. Jambo la tatu, tufanye nini tunapongojea Kristo? Tuishi Ukristo wetu na kila mmoja ajitahidi kuacha maelekeo ya kutenda dhambi. Unajua wakati mwingine ni ajabu sana. Binadamu unaweza kupanga kutaka kufanya jema, umekusudia kabisa, lakini mwishowe unaishia kutenda lile ambalo umekusudia mpaka dhamiri yako inauma. Tumtangulize Kristo katika maisha yetu, atupe njia sahihi, na kwa kuwa ndiye tumaini letu, atuongoze kusimama imara daima. Tusiwe na mwelekeo au mwenendo wa kuelekea kumwasi Mungu. Ile sauti inayolia ndani ya kutengenezea Bwana daima isikike katika moyo wangu, ikinitaka, ikinishauri, ikinionya, ikinikumbusha nini ninachotakiwa kutenda, ili daima nimbebe Kristo katika maisha yangu. Jambo la nne, tumkaribishe Kristo katika maisha yetu ili atuongoze, atutie nguvu, atuimarishe katika safari yetu ya maisha yetu ya Kristo, na furaha yetu ikamilike ikiwa daima Kristo yuko katika mioyo yetu, kwani mioyo yetu ni maskani ya Roho Mtakatifu. Tumfanye Roho Mtakatifu huyo atupe nguvu ya kuishi Kristo wetu vyema. Na jambo la tano, tuwe watu wa toba na watu wa kuwa tayari kusameheana, tukijua kwamba sisi sote tu wakosefu, hakuna mtakatifu kati yetu. Kwa hiyo safari yetu itakuwa ya furaha kama tutatamani daima kujipatanisha na Mungu, na sisi tutakuwa tayari kuwasamehe, kuwafanya wenzetu wanaotukosea, tuwe pamoja tena. Kama ni hivi basi, tuepuke kutotimiza wajibu wetu tupasao. Nina jukumu. Sasa samani kama nasema jukumu letu sisi wanazenge, tuna jukumu katika parokia yetu, tuna wajibu katika parokia yetu. Tusiseme sasa imezidi mno, mwingine tunakimbia tuonekane. Viongozi wetu wanapotujulisha juu ya wajibu tupasao wa kujenga kanisa letu, ndio inakuwa chanzo cha kutufukuza kanisani. Kwa ndugu zangu, tuepuke kutotimiza yale yatupasayo katika safari yetu ya Kristo, ili tuwe na Kristo pamoja naye na tutimize yale yanayotupasa. Tufanye nini kusudi tuweze kungoja Bwana vizuri mambo ambayo tunataka tuepuke? Tuache maelekeo
kwayo yatanipotosha. Na jambo la tatu, tusielekee kumnyima Mungu nafasi katika mioyo yetu. Kwa mwendo wa kawaida, mambo yanayotuongoza kwenda kwa Mungu yana nafasi ndogo sana kwetu. Mambo ambayo yanafurahisha mwili wangu na moyo wangu, mambo ya kumwagilia moyo wangu yana nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Tumpe Mungu nafasi kubwa zaidi, ili safari yetu na maandalizi yetu ya kupokea Kristo yawe sahihi. Kama ni hivi basi, somo la pili lituongoze tuwe watu wenye subira, tuwe watu wavumilivu katika mambo mbalimbali yanayotusibu katika imani yetu, na tuweke daima matumaini yetu mbele ya Mungu. Furaha yetu ya kupokea Kristo itakuwa kamili kama Kristo atatawala na kutuongoza maisha yetu. Tuwe na fadhila ya unyenyekevu na msimamo katika imani yetu. Tusiwe watu legelege katika imani yetu ya kutumainia Kristo, ya kuishi Kristo wetu vema. Tumwige Yohane Mbatizaji hata katika hali ngumu aliyokuwa nayo, bado alisimama pamoja na Kristo, ili ajapo atukute tunakesha pamoja naye. Tumsifu Yesu Kristo.